Karibu sana katika ripoti ya mstari wa mbele wa kivita kutoka huko Urusi na Ukraine, na muda huu utasikia kuhusu taarifa ambayo pia katika siku za hivi karibuni imekuwa taarifa kubwa, hasa kutoka mstari wa mbele wa kivita baina ya vikosi vya Urusi na Ukraine, ambako kuna baadhi ya miji ambayo Urusi inapambana zaidi kuirudisha, na inaelezwa kwamba pia wanajeshi wa Ukraine wengi wamezingirwa katika maeneo hayo, na utasikia basi undani na uchambuzi wa taarifa hii, na kusikia tu ya kwamba nifuatilie mwanzo hadi mwisho. Utafahamu pia kile ambacho kwa sasa kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, hasa maeneo ambayo wanajeshi wengi wa Ukraine wameweza kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Kipi kimejiri? Basi karibu sana katika taarifa ya muda huu. Imeelezwa kuwa vikosi vya Urusi vimefanikiwa kudhibiti kikamilifu njia zote kuu zinazoelekea ndani na nje ya jiji la Pokrovsk, zamani kifahamika kama Krasnoyarsk, hatua ambayo inamaanisha kuwa wanajeshi wa Ukraine waliokuwa bado ndani ya mji huo wamepoteza kabisa fursa ya mwisho ya kuondoka, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Igor Klimakovsky ambaye ni msaidizi wa mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, amesema, akiongeza kuwa hatua hiyo pia ni ushindi mkubwa kwa jeshi la Urusi katika mapambano ya muda mrefu ya kudhibiti mkoa wa Donetsk ambao ni sehemu muhimu ya mashariki mwa nchi ya Ukraine. Akizungumza na shirika la habari TASS kutokea huko nchini Urusi, Klimakovsky amesema ya kuwa vikosi vya Urusi vimefanikiwa kuzingira kikamilifu mji wa Pokrovsk ulioko Donetsk, ukiwa pia mji muhimu kwa usafirishaji wa silaha za kijeshi za Ukraine, na kuzuia kabisa njia ya mwisho ya wanajeshi wa Ukraine kujiondoa, ambako amenukuliwa kuwa adui hawezi tena kuondoka Krasnoyarsk, yani Pokrovsk. Njia ya mwisho sasa iko chini ya udhibiti wetu kabisa, Klimakovsky amesema. Taarifa hii inaashiria ya kuwa operation ya Urusi katika eneo hilo imefikia hatua muhimu ya kimkakati, kwani kwa muda mrefu jeshi la Ukraine pia lilikuwa likitegemea njia kuelekea Minograd, yani Dmitrov, kama njia ya mwisho ya uokoaji wa wanajeshi wake na usambazaji wa vifaa. Kwa mujibu wa Klimakovsky, kabla kufungwa kwa njia hiyo, majeshi ya Ukraine yalifanikiwa tu kuondoa sehemu ndogo ya vikosi vyao kutokea huko Pokrovsk kuelekea Minograd, lakini vikosi vikubwa vilivyosalia sasa vimekuwa ndani ya jiji hilo. Pokrovsk ni mji wenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa pande zote mbili, na uko umbali wa kilomita 50 magharibi mwa Donetsk, na kwa muda mrefu umehudumu kama kituo kikuu cha usafiri wa vifaa na askari wa Ukraine katika mstari wa mbele wa huko Donbas. Kupoteza mji huo kwa Ukraine kutamaanisha Urusi kupata udhibiti mkubwa zaidi katika eneo lote la Donetsk na kuimarisha nafasi yake ya kijeshi dhidi ya Ukraine katika mkoa huo. Wachambuzi wa kijeshi wanasema kuwa kuzingirwa kwa Pokrovsk ni hatua muhimu inayoweza kufungua njia ya Urusi kuelekea miji mingine ya magharibi mwa Donetsk kama vile Konstantinivka na Druzhkivka, ambao pia yamekuwa ngome za ulinzi wa Ukraine. Kwa upande mwingine, hali hii inaweza kuwa pigo kubwa kwa jeshi la Ukraine ambalo tayari limekuwa likikabiliana na upungufu wa silaha, risasi na wanajeshi kutokana na vita vya muda mrefu. Umuhimu wa Pokrovsk kwa nchi hizi. Pokrovsk, ambayo zamani ilijulikana kama Krasnoyarsk, ni mji wenye historia ndefu katika eneo la Donbas, maarufu kwa shughuli za uchimbaji wa makaa ya mawe na tasnia ya chuma. Tangu kuzuka kwa vita hii kati ya Urusi na Ukraine 2022, mji huo umekuwa ngome ya muhimu kwa vikosi vya Ukraine vinavyolinda maeneo yaliyobaki ya Donetsk ambayo hayajachukuliwa na Urusi, ambako pia kwa miaka mitatu iliyopita Pokrovsk imekuwa kituo kikuu cha ukaguzi wa kijeshi, usambazaji wa silaha na misaada ya kibinadamu kwa majeshi ya Ukraine katika mstari wa mbele wa kivita. Kwa hiyo kuangukia kwa mji huo mikononi mwa Urusi ni tukio lenye athari pana katika vita vya nchi hizo. Mikakati ya Urusi katika eneo la Donetsk. Ushindi huu wa Urusi unatokana na mikakati ya muda mrefu ya kuzingira miji mikuu ya Donetsk hatua kwa hatua kwa miezi kadhaa iliyopita, ambako vikosi vya Urusi vimekuwa vikisonga mbele kutoka Avdiivka, Marinka na Ochretine, vikikata njia za usambazaji za Ukraine moja baada ya nyingine.
Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema ya kuwa Urusi imekuwa ikituma mbinu ya operation ya mzunguko wa hatua kwa hatua, yani creeping offensive, ambapo badala ya mashambulio makubwa yenye upotevu mkubwa inasonga taratibu lakini kwa hakika, ikitumia nguvu kubwa, makombora, ndege zisizo na rubani yani drones, na mashambulizi ya masafa marefu. Kwa mujibu wake, Makovsky amesema vikosi vya Urusi vinadhibiti si tu barabara kuu zinazoelekea Pokrovsk, bali pia maeneo ya viunga vya mji huo, jambo linalowapa nafasi ya kuzuia kabisa harakati za wanajeshi wa Ukraine walioko ndani ya eneo hilo. Ripoti kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa hali ndani ya Pokrovsk ni ngumu zaidi. Wananchi waliobaki ndani ya mji huo wanaripotiwa kukosa huduma muhimu kama umeme, maji na chakula, ambapo mashambulizi ya makombora yameharibu kabisa miundombinu mingi ikiwemo hospitali, shule na majengo ya serikali. Msemaji wa jeshi la Ukraine katika eneo la Mashariki anayefahamika kama Oleksandr Shetupan amesema kuwa wanajeshi wa Ukraine bado wanaendelea kupigana kwa nguvu katika maeneo ya ndani ya Pokrovsk licha ya kuzingirwa. Amesema, hatujatoa amri ya kujiondoa. Jeshi letu bado linaendelea kupigana na kulinda eneo kwa kadri inavyowezekana. Hata hivyo, wachambuzi wa kimataifa wanaonya kuwa ikiwa Ukraine haitapata msaada wa haraka wa kijeshi kutoka kwa washirika wake wa Magharibi, uwezekano wa kuvunjika kwa ngome ya Pokrovsk ni mkubwa zaidi. Kuzingirwa kwa Pokrovsk kumezua wasiwasi mkubwa wa kibinadamu, ambako shirika la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa maelfu ya raia wamekwama katika mji huo bila njia salama za kutoroka. Hali hiyo inafanana na matukio yaliyowahi kushuhudiwa katika miji mingine kama Mariupol mwaka 2022, ambako maelfu ya watu walipoteza maisha katika mapigano ya wiki kadhaa kabla ya Urusi kudhibiti mji huo. Taarifa kutoka mashirika ya misaada zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wakazi wa Pokrovsk wamekimbilia maeneo ya jirani kama Mainohrad, Dobropilya na Sedov, lakini wale waliobaki ndani ya mji wanahitaji msaada wa haraka wa chakula, dawa na hifadhi salama. Kukamatwa kwa Pokrovsk kunachukuliwa kuwa ni hatua muhimu katika mkakati wa Urusi wa kuimarisha udhibiti wa eneo lote la Donetsk, ambako kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi wanasema mafanikio hayo pia yanaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya Urusi kwa mashambulizi mapya kuelekea miji ya Konstantinivka na Sloviansk ambayo yamekuwa ngome kuu za mwisho za Ukraine katika mji wa Donbas. Kwa upande wa Ukraine, kupoteza mji huo kunamaanisha hasara kubwa ya kiufundi na kisaikolojia, ambapo jeshi lake limekuwa likikabiliwa na changamoto za ukosefu wa risasi na kuchelewa kwa msaada kutoka kwa Marekani na Ulaya. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa ikiwa Urusi inaweza kudhibiti rasmi Pokrovsk katika wiki chache zijazo, basi pia vita katika Donbas vitachukua mwelekeo mpya unaoweza kubadilisha mizani ya nguvu katika mashariki mwa Ukraine. Baadhi ya wachambuzi wa Ulaya wanasema kuwa au wanaamini ya kuwa mafanikio hayo ya Urusi yanaweza kuwa mwanzo wa mazungumzo mapya ya kisiasa kuhusu hatima ya Donetsk na maeneo mengine yaliyotwaliwa, ingawa hadi sasa pande zote hazijaonyesha nia ya dhati ya kufanya mazungumzo ya amani. Hivyo, taarifa ya Igor Makovsky kuhusu kudhibitiwa kwa njia zote za kutoka Pokrovsk inaashiria hatua muhimu ya kimkakati kwa Urusi na pigo kubwa kwa Ukraine. Hali ya kijeshi katika eneo hilo inaendelea kuwa ngumu, huku mapigano yakizidi kuwa makali. Wananchi waliobaki ndani ya mji huo wako katika hatari kubwa ya kibinadamu, wakati ulimwengu ukisubiri kuona kama hatua hii itabadilisha mwenendo mzima wa vita vya mashariki mwa Ukraine. Kwa sasa dunia inatazama kwa makini kinachoendelea Pokrovsk, mji uliokuwa na matumaini ya uhai, sasa ukiwa mfano wa mateso ya vita vinavyoendelea bila dalili ya mwisho wa karibu.